Karibu sana katika kurasa za mwisho kwa siku ya leo. Mimi ni Philip Cyprian, Philip Nkini, Charles Abel pamoja na Judith na Molandi tukiwa katika kurasa za mwisho kwa siku ya leo, na tuko break kupisha timu za Taifa Stars kwa mfano kucheza takriban kama wiki 3 Fili hapa mpaka mwezi ujao. Wiki iliyopita kidogo Ilianza kugusa kidogo. Kidogo, lakini sasa naona sasa ishakuwa rasmi. Timu ya Taifa Stars kama ingekuwa si kufungiwa kwa Kongo, hivi ni Kongo zote zimefungiwa moja? Ile moja. Kongo DR, Jamhuri. No. Ile nane Brazzaville. Kongo Brazzaville. Kwa hiyo ingekuwa inacheza na Tanzania. Katika michuano katika wiki hii ambayo kuna timu nyingi sana zinacheza, na wiki ijayo basi mechi nyingine ya kutafuta tiketi ya kucheza kombe la dunia, Tanzania itakuwa ikicheza mechi yake nyingine dhidi ya Morocco katika hatua nyingine ya kutafuta timu hizo. Tuko katika takriban wiki 2.5 wiki 3 hivi. Kuna wiki 2 hapa za mawazo yote kuhamishia timu ya taifa sasa. Na tupo tunaangalia kikosi kilitangazwa jana. Na mpira wa miguu ukiwa katika kama maisha yenyewe ya mpira wa miguu yakiwa ni kutokuwa na mpira, athari inakuwa ni kubwa. Tunahamia timu ya taifa sasa hivi. Yaani wote mashabiki wa timu ya taifa sasa hivi. Wote timu ya taifa. Na kwa haraka basi wachezaji wengi sana katika kipindi hiki wameitwa katika timu zao za taifa wanaotokea katika ligi ya Tanzania. Wengi sana nimekuja kujaribu kuangalia, nimekuta ni wachache sana ambao hawajaitwa. Hivi Kamara kaitwa? Alikuwa mgonjwa Kamara, ameitwa? Kamara ameitwa. Wengine wamemuita. Wiki iliyopita alikuwa mgonjwa. Ana injury. Yeye alikuwa majeruhi, eti mgonjwa, majeruhi. Ana injury. Na bado ana injury. Lakini kaitwa na timu ya taifa. Lakini si lazima waje kuripoti kwanza. Unaripoti wajihakikishie kwamba madaktari wakufanyia check up. Kwamba kweli inawezekana mambo yakawa sio mambo, kwamba mmedanganya, si ndio? Ni kama vile alivyosema kocha wa timu ya taifa tu, ya kwamba walivyoambiwa kuhusiana na Samata ni majeruhi ilibidi wajiridhishe. Kwa hiyo ni formula ya kawaida kabisa. Kwa hiyo tuseme Samata hatakuwepo katika mechi ya hajaitwa kwa hayupo. Maana hajaitwa kwa maana hatakuwepo tena. Maana hata kocha ameelezea kwamba ana majeraha, kwa maana hatakuwepo atakuwa sehemu ya wachezaji watacheza mechi na Morocco. Ukisema hatakuwepo tena bwana wanatoka kasi. Katika mechi ya Morocco. Ndio hatakuwepo. Okay. Wewe ukakasi gani umepata? Wewe ukakasi gani umepata? Yani international. Hatakuwepo kabisa. Ndio atakuwa mstaafu au. Lakini ameitwa Kevin John. Kevin John nimeona ameitwa. Hata Muombo naye kumpigia kile kwamba tukamzungumzia sana Muombo. Muombo yule ya Newcastle ya Australia. Ni Australia. Jets ni Australia. Australia ameitwa naye. Newcastle Jets wanaitwa. Newcastle Australia. Uliogopa kusema Newcastle kama kesho inacheza Carabao. Ambao wanavaana na Liverpool kesho. Kesho Carabao. Na unajua sio kumwambia mtu Newcastle ukishia tu hapo anajua hii moja. Kwa mfano kama katika Afrika, Young Africans. Ushafuatilia hiyo nani nyingine? Young Africans. Zipo nyingi. Na kuna mtu mmoja aliwahi kuweka tangazo akasema Young Africans inauzwa. Ukatokea mzozo mkubwa sana. Yaani yeye aliweka, na fili ilikuwa ni ya timu si kutoka Namibia, si kutoka wapi. Ulitokea mzozo, yani comment. Na hisi ndio sehemu ambayo alipata comments nyingi zaidi kuliko sehemu nyingine yote. Na alijua hapo kutokea. Kesho yake asubuhi ndo akaja akafafanua sasa. Yaani ameshawapitisha watu kuanzia usiku, asubuhi ndo akaja akafafanua, jamani hii ni ya Namibia. Bana tulikuwa katika futari mimi na mwanangu hapa Abel. Wapi tena? Hiyo tena iache. Yetu nilienda. Nilienda. Tupo bwana, vipi kuhusiana na Abel? Umekaa kimya. Naona sisi tumeanza kwa introduction, umekaa kimya kama unavuta heri. Mchezaji gani amekushangaza kwa timu ya taifa ambaye ameitwa wakati huu?
Kiukweli ukiangalia ile orodha wachezaji wengi nilitegemea. Yaani katika wale ambao walikuwa. Ukiangalia wachezaji 24 nadhani wengi ni kitu ambacho tulitegemea kwamba wangekuwepo katika timu. Mimi mchezaji ambaye kidogo amenishangaza kuteuliwa kwake ni kipa Masaranga Hussein. Amekushangaza au umefurahia? Yaani uteuzi wake umeshtua. Umenishangaza. Yaani siku expect Hussein Masaranga angeteuliwa kwenye kikosi. Namba 1 goalkeeper nani? Makipa walioitwa watatu. Bado haijajulikana namba 1. Ukiangalia kama watatumia kigezo cha uzoefu kwenye timu maana yake atakuwa Ali. Lakini kama utaangalia labda current performance na mchezaji ambaye labda pengine amekuwa na fomu nzuri katika siku za hivi karibuni, nadhani kipa wa JKT Tanzania Ayubu yule nani kipa wa JKT Tanzania yule kipa ambaye amekuwa na performance nzuri sana hasa katika mechi nyingi za Simba, si ndio? Ndio tumechi ya Simba na ukichukulia Yanga ukiondoa tumechi hizo ameperform vizuri sana kwenye mechi zao za JKT. Si yupo kwenye idadi ya makocha. Kwa kuongezea kwenye hilo la Charles, ukitoa wale makipa wageni ambao wako kwenye ligi yetu, kipa mzawa anayefanya vizuri zaidi ni huyo ambao anamsema Ayubu, kwa sababu ndio goalkeeper pia ambao ameruhusu magoli machache zaidi ambao ni mzawa kwenye ligi mpaka sasa hivi. Hata mimi bwana, nimeona unatikisa hata mwili mzima. Hata mimi kikweli kabisa ni kati ya makipa ambao ukizungumzia ambao wana perform nzuri kwa wale wazao, nafikiri mimi namba 1 namweka huyo. Na hata mimi binafsi ukiniambia kipa wako namba 1 ambaye ni yupi kwa wale makipa ambao katika timu ya taifa, mimi nitakwambia kipa wa JKT Yakubu. Ni kipa mzuri, afu ukiangalia ana sifa zote, of course. Ana sifa zote binafsi, nimeona ana 8 nzuri, ana weight nzuri. Catch yake ni nzuri, catch up yake nafikiri ana vitu vingi sana binafsi. Kwa hiyo niliona kikosi kivote katika national team nikasema yes, hapo kweli kocha amefanya uteuzi mzuri wa makipa. Tuseme zama za Manula na Salim, tunakumbuka Salim Ali. Tunakumbuka ndio walikopo makipa wanapishana hapo. Tuseme zama zimeanza kufifia. Manula nafikiri kocha ametumia kocha yuko sahihi kwa Manula. Goalkeeper ambao apate nafasi ya kucheza, alafu na goalkeeper ambao wanacheza, nafikiri unastahili kuwatumia wale ambao wanacheza. Lakini mimi naamini Manula akipata nafasi ya kucheza kwenye timu yoyote bado ana nafasi ya kurudi national team. Kama ilivyo kwa Abu Talib Msheri. Wanaamini ya kwamba akipata nafasi ya kucheza timu yoyote bado ana nafasi ya kurudi national team vizuri tu na akafanya vizuri. Na ukiangalia hapo kwa Aishi, ikiongezea achosema Nkini, unajua inakuwa ni ngumu sana kwa mwalimu kupata hoja za kumuita Aishi katika kikosi hiki cha sasa hivi. Kwa sababu ukiangalia katika mechi nyingi mfululizo, Simba goalkeeper ni Kamala, kwenye benchi yupo Ali Salim. Maana yake inatupa picha kwamba hata kwenye mazoezi hawa ndio wanagawana milango. Yaani muongeze na Abeli juu yake. Kwa sababu yani maana yake katika Salim ndani na maana Abeli ndo anakaa kwenye bench. Yaani kama ni makipa wawili, yani kama mwalimu anagawa timu mbili mazoezini, timu A labda timu B, maana yake makipa wake ni Kamala na Ali. Sasa baadaye ndo hawa inabidi wawapishe Abeli na nani na Aishi. Kwa hiyo unakosa ile hoja ya kusema kwamba Manula anamchukua kwenye national team kwa sababu labda ana experience ya Simba, kwa sababu hata uko Simba kwenyewe ambapo labda ana train na wachezaji hapati nafasi. Ngapi pia niunge mkono kwamba Aisha akipata nafasi ya kucheza bado ni chaguo la kwanza national team. Okay, ni tunazungumza hivyo kutokana na timu ya Taifa Stars imeitwa hapo jana na wanataraji kwenda nchini Morocco kwa ajili ya kucheza mchezo wa kutafuta tiketi ya kucheza kombe la dunia 2026 ambayo inafanyika Mexico, Canada na Marekani. Kwa hiyo ndio tunatafuta tiketi ya kucheza finali hizo za kombe la mataifa ya Afrika. Morocco wako katika nafasi gani katika
Morocco ni giant katika group letu na of course alikuwa ni miongoni mwa timu ambao mpaka sasa hivi CAF shirikisho hili linatambua uwezo wa timu ya taifa Morocco kufika nusu finali ya World Cup. Kama ni moja ya giant mkubwa sana kutoka barani Afrika. Kwa hiyo tuko naye na tunaenda kucheza naye na ni mechi ngumu. Anaongoza kundi. Anaongoza kundi tayari 9 kachukua zote 9 katika mechi 3. Ana staili lakini lazima ana perform vizuri na wachezaji wengi wenye quality. Kwa hiyo ingawa sio kigezo ya kwamba tunaenda kupoteza. Sisi tunakwenda kupambana na sisi tunahitaji hiyo nafasi. Unajua sisi sasa hivi tumeisha fuzu AFCON, chani, timu za vijana zinafanya vizuri. Tumebaki za World Cup tu sasa. Kwa hiyo hii ni nafasi yetu ya kwenda kupambana sasa na sisi kuonesha kwamba huku hatukupita kwa bahati mbaya. Tunakwenda kwenye nafasi nyingine ya juu zaidi. Ambalo pia kombe la dunia la 2026 kuna siku 3 mfumo wake unatupa matumaini. Kwa nini? Kwa sababu nafasi sasa hivi ni 9. Zimeongezeka. Yaani Afrika tuna slot 9. Kwa hiyo maana na kujumlisha na yale makundi 6, maana kuna na nafasi 3 za best loser. Sawa. Tutakuja hapa kwenye gazeti la Mwana Sports kuna taarifa nyingi leo hii nikiwa ndo hivyo tena gazeti langu hili likiwa limeandika Ahoua Shikiki Kibu atoa gundu katika gazeti la Mwana Sports. Wakati tulikuwa tunaifikiria hiyo rais wa TFF Wallace Karia tumpongeze basi manake tunastahili kumpigia jambo zuri sana. Yuko kwenye wanasema ESCOM ya CAF. Ya CAF. Ya CAF, ESCOM ya CAF. Ni jambo zuri. Kwetu sisi ni vitu ambavyo vinatokea mara chache sana. Kwa ukiona imetokea kwenu amna shida kupongeza kwa hicho ambacho kimetokea. Pale pia alikopo Tenga kipindi fulani. Tenga alikopo. Tenga ashakaa pale. Miongoni mwa hayo mambo. Nafikiri kwa CAF pia alikaa yule alikuwa anaitwa El Mamri. El Mamri pia naye. El Mamri kwa hiyo katika historia. Katika historia kwa hiyo El Mamri marehemu Tenga alafu sasa hivi Karia. Kwa hiyo ni sehemu nzuri kabisa. Lakini naona kama maandiko mengi yanaonyesha ya kwamba Karia ana uwezo wa kwenda mbele zaidi ya pale kwenye ile nafasi ya leko. Nilisoma andiko moja la Chazi likiwa linaonyesha kama vile kuna njia nyingine ana uwezo ikamfikisha mbele zaidi ya pale alipo. Tudodose babu. Hiyo njia uliiona. Unajua pale kuna nafasi kama 3 ambazo zitakuwa wazi za umakamu wa rais. Makamu wa kwanza, makamu wa pili na makamu wa 3. Makamu wa kwanza yeye mwenyewe amejiuzuru tu yeye mwenyewe baada ya kushindwa kuingia katika nafasi za ujumbe wa baraza la FIFA. Yule rais wa chama cha soka Senegal. Na amefanya kitu kikubwa ambacho kimeshangaza kwa mpira wa Afrika, mtu kujiuzuru yeye mwenyewe, kwa sababu anasema kwake haoni faida za kuwa makamu wa kwanza wa rais wa CAF. Wakati huo kwenye kura za kugombea kuingia FIFA amepata kura 13. Maana anaamini kwamba Afrika haimwamini. Sasa kama Afrika haimwamini, haoni haja tena kuendelea kuwa makamu wa kwanza wa rais wa CAF. Lakini nafasi zingine 2 moja ni makamu wa 3 wa rais Suleiman Wabeli ambaye ameingia kwenye baraza la FIFA. Kwa hiyo kiautomatically anatakiwa apishe kwenye makamu wa rais, lakini pia kuna mjumbe mwingine pia naye anatakiwa apishe ambaye amepata nafasi kule, Ahmad Yahya ambaye ni makamu wa 3 wa pili wa rais wa CAF. Kuna makamu wangapi pa? Makamu wa rais wa CAF wako 5. 5? Wako 4. 4. Yes, na mwanamke mmoja. Kwa hiyo kuna zile sasa nafasi hizo kama 3 ambazo zitakuwa ziko wazi. Ambapo sasa katika hizo nafasi rais wa CAF ana haki ya kikatiba kuteua mjumbe wote kati ya wale wa kamati ya utendaji kuwa makamu wa rais, then kamati inapitisha, yani inapiga kura ya kupitisha au kutopitisha. Sasa watu wanaangalia ukaribu wa Karia na Motsepe, sababu amekuwa ni mshirika wa karibu kabla hata ya kuingia kwenye kamati ya utendaji, ukilinganisha na wale wajumbe wengine ambao wameshinda hiyo nafasi. Yaani hakukuwa na mahusiano mazuri kati ya Motsepe na Eto'o, na hata
kwa mfano ambaye Eto'o anatokea kanda ya kati, na hata baada ya kushinda juzi Motsepe wanasema alituliza hali ya hewa. Alipoulizwa swali kuhusu Eto'o ilibidi akasema tu kwamba Eto'o hatuna shida naye baada ya mgogoro uliotokea kati ya kafu. Kwa hiyo aliyopita amepita tu, tuangalie mbele, ameshachaguliwa, kwa hiyo hakuna shida. Yaani kama ni mtu fulani ambaye ataonekana yeye mwenyewe Motsepe pengine hakuwa anatamani Eto'o kuwa miongoni mwa wajumbe wa kamati ya utendaji. Kwa hiyo ndio hicho tunachosubiria. Hizo nafasi zote ni za anateua rais. Hizo nafasi za makamu wote anateua rais. Anapeleka jina. Yaani anapeleka majina alafu kamati na inatokea mara chache sana kamati kukataa. Eto'o alitupa turufu dakika za mwisho sana. Eto'o alikuwa na siku kama 3 au 4. Yaani jina la Eto'o lilirudi siku 5 kabla ya uchaguzi. Na bahati nzuri sasa Eto'o, shida ya kwanza Eto'o akupata endorsement kwenye nchi yake. Yaani Eto'o kanda yake alipita bila kupingwa sababu kanda ya kati kutoka kuwa na mgombea mwingine. Kwa hiyo Eto'o alikuwa anapambania nafasi ya kuingia, yani jina lake kuingia kama mgombea pekee wa kanda ya kati. Kwa hiyo siku 5 kabla ndio mahakama ya suluhisho wa michezo ikarudisha jina lake kwamba CAF inatakiwa imruhusu Eto'o kugombea. Kwa inawezekana akateuliwa kwa namna nyingine yoyote CAF kama Eto'o. Yes, kwa sababu yani kwa ridhaa ya rais wa CAF. Yeah. Yes, anaweza akamteua, lakini pia faida nyingine ni kwamba miongoni mwa zile kamati, wanasema kamati za kudumu za CAF, yani sheria, mwenyekiti, ukiondoa kamati zile ambazo ni za kisheria na kamati za masuala ya kitaalamu kama tiba, kwa sababu inawezekana ndani ya wajumbe wa kamati ya utendaji hakuna daktari kitaaluma. Kwa hiyo zile ndo ambazo rais anaweza akateua watu ambao sio sehemu ya kamati. Lakini kamati zingine kama kamati za mashindano, sijui marefa, yani zile ambazo zinahusika na mpira moja kwa moja, anatakiwa kisheria lazima wajumbe, yani mwenyekiti awe mjumbe wa kamati ya utendaji. Okay, hiyo ikiwa ni tathmini fupi kuhusiana na uchaguzi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF na mambo yake ndani yake. Ikiwa ni pamoja na kuwa na makamu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Wanne mmoja lazima awe mwanamke. Wanne mmoja lazima awe mwanamke ambaye yule ni yule mama wa wapi yule? Star yupo. Yule bado yupo lakini si ndio? Yule mama. Sasa Kanizati naye ameshinda ujumbe wa FIFA. Kwa hiyo inabidi ataondoka pale, itabidi nafasi yake, na maana moja kwa moja atachukua yule alikuwa bosi wa AC Vita. Best Kazari ambaye ameshinda. Mambo yake. Unatakiwa uwe mwanafamilia wa soka, wenyewe wanasema hivyo. Familia ya soka ndio utaweza kufahamu vitu kama hivi vya makamu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Chupu watano. Chupu watano. Haya tuje. Ligi imesimama. Na imekwenda. Imebaki michezo takriban kama 6 hivi, 6-7 kulingana na timu. Na pia kuna wachezaji ambao wameonyesha nia nzuri. Kwa mfano Ahoua anaonyesha katika ligi kusimama amepishana tayari, ana magoli mawili mbele baada ya jana ushindi mkubwa wa kupata Simba. Pia Soa amesema iliyopita ameingia katika dirisha dogo, lakini ameonyesha nia ya kukubalika katika ligi ya Tanzania. Alafu Mzinze naye yupo katika kinyang'anyiro hicho. Usisahau kusema ndo mzawa pekee ambao anapambana zaidi hapo juu kwenye wafungaji. Kwa hiyo katika gazeti hili likaweka kabisa kwamba kuna Ahoua, kuna Mzize kama mzawa, kuna huyo Soa, kuna Faisal Salum katika uwezeshaji huo. 181 kwa 406 tutafafanuliwa maana yake hii na Nkini. Ni mabawa sijui yalofungwa. Sijisoma hapo chini kama najieleza. Yaliofunga, mabao waliofunga, mabao waliofunga.
tutazidi kuifafanua zaidi. Lakini pia timu yetu vipi? Ken Gold, ulisema juzi kwamba walipoteza wacha anacheka. Comment yako nimeona sijui kwenye mtandao, sijui kwenye eneo, nasema timu yetu sijui imefanyaje. Kwenye mtandao mimi hapana. Kwenye WhatsApp. Kama group la ofisini ile baada ya sare. Ile nakumbuka baada ya sare ilitoa sare moja. Tujitakia wenyewe. Unaona hiyo? Si bwana, maisha yetu yanazidi magumu sana. Haya, maisha calculation. Unajua calculation zinagoma kwa nini? Zimeshaanza kugoma. Zinaanza kugoma kwa sababu ya performance ya Kagera. Yani Kagera baada ya kubadilisha bench. Wameshinda mechi 2 mfululizo wamekusanya pointi 6. Sababu sisi cha kwanza ilikuwa lazima tumwangalie kwanza Kagera. Ndio alikuwa karibu yetu. Tukisha pambana na Kagera ndio tuanze kumtafuta Prison, tumtafute Pamba na wanaofuata. Na ambao katika hizo ni mechi moja ya CRDB. Moja ni CRDB, lakini moja ile ya ligi. Ile ya ligi moja aliyoshinda. Kwa hiyo tunasema ni performance ya kocha huyu inakuogopesha. Yani performance ya Kaseja inashtua. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi hata gap letu la point mwanzo tulikuwa tumetie, unajua. Tulikuwa tumeshafika kabisa, yani tumebakiza huyo mmoja tu. Lakini sisi kingine kosa kubwa ambalo tumefanya pia ni sare 2 nyumbani. Jana kwa tunazungumza na Chazi ananiambia ile timu yako kama vile ina dorora, nikamwambia sisi mechi 2 tu tunaziogopa sasa hivi. Tumebakiza mechi na Azam, tumebakiza mechi na Simba. Hizo ndo mechi ambazo zinatutisha. Hizo zingine zote tuna uwezo wa kuchukua pointi. Zimebaki mechi za playoff bado tunayo. Wana mechi 7 zimebaki. Toa hizo 2 za Simba na mechi Azam. Ukifanya calculation na toa mechi 2 tuseme zinabaki 5. 5 zina pointi 15. Tuseme kafungwa sare au lolote. Hilo la hizo 2. Hizo 2 moja tunatukashinda, afu moja tunatoka sare. Alafu hizo 5 zote nyingine tunashinda. Lakini sababu rahisi ninavyoona kabisa, maana mahesabu ya mwanzoni kabisa yankini kwamba mechi za nyumbani zote tunafanyaje? Ndio maana tunasema zile sare 2. Na nyumbani hatujapoteza. Hatujapoteza si nyumbani. Tumetoa sare hizo mechi 2 tu. Ndio point ambayo tunaelewa. Nyumbani ndio ilikuwa zile kweli nakubaliana na wewe. Pointi 6. Kwa hiyo pointi zetu hapo sisi. Unajua babu. Jamaa anajua sana kuuguza mgonjwa. Sababu ukiangalia Kengo ana pointi 16, si ndio? 16 ndio. Sasa 16 sisi tumechukua 10 mzunguko wa pili. Ngoja kwanza. Katika hizo 16, muulize ugenini kachukua ngapi? Si ugenini tuna pointi 2 tu. Yaani ugenini mechi 11 kapata pointi 2. Muulize kabakiza mechi ngapi ugenini? Ugenini ziko mechi ngapi? Ugenini 2 na 3. Ugenini kabakiza 3. 3. Nyumbani kabakiza 4. Katika hizo 4 ana Simba, ana Azam. Sawa. Simba na Azam katika asubuhi. Ana Prison watashinda. Prison ndio tunapambana naye. Ambao Prison ndio nabii ambaye tunapambana naye. Ambao lote linaweza likatokea. Yaani Prison mwenyewe naye ana tuchukulie kapoteza na Azam, kapoteza na Simba. Anabakiza na 2 nyumbani. Hatupotezi. Ikasema hapotezi. Na Simba na Azam hatupotezi. Angalia Filipo alimwangalia. Yaani unajua mimi nimefurahishwa sana kwanza na performance. Sawa, hiyo lakini kwanza hilo sawa, hata mimi naungana nao. Tunapokuja kwanza kwenye hesabu hizi tunaangalia pia na historia ya nyuma ikoje. Ugenini huyu hawezi yani kushinda, hajawahi kushinda hata mechi moja ugenini. Hizo za ugenini. Na ugenini kabakiza 3. Sisi tukipata hizo pointi zetu 12 za pale nyumbani. Pointi zetu 12 za pale nyumbani zinatupeleka kwenye play. Ambazo bado hazina uhakika. 12 ambazo uhakika bado. Ambazo katika hizo 12 28 itakuwa. Tuna nafasi ya play-off. Ngoja kwanza. Katika hizo 12 za nyumbani alizobakiza play-off 28 kwa sababu tunakuja kushindana nao kina Kagera kina. Yaani katika 12 nyumbani alizobakiza anataka mwangalie Kagera. Ana 6 za kugombea na Simba na Azam. Sawa. Yaani ana 3 ambazo yeye anazitaka na Simba anazitaka. Ana 3 ambazo yeye anazitaka na Azam anazitaka. Ambazo hizo timu ukiangalia chati ya timu zinazofanya vizuri ugenini, yani timu ambazo zimefanya vizuri ugenini msimu huu, Simba yuko juu, Yanga yuko juu, Azam yuko juu. Yaani anagombea pointi 3 dhidi ya timu 2 kati ya 3 ambazo zinaweza kuchukua pointi ugenini. Lakini hapo ana dabi moja ya Mbeya katika hizo 3 katika hizo 4 za nyumbani sasa. Na Singida tayari Singida amejeza nayo. Hebu tukifanya mahesabu haya ingii kwamba tumtoe Simba tumtoe Azam. Ile ndio kaikaangaliza playoff. Yaani mwenyewe kaikaangaliza kajiwahi.
Yeye mwenyewe kajuaje kwamba playoff? Hata katika hizo lakini bado wanakuwa asemi playoff. Yaani mwanzo sisi ilikuwa ni hivi. Wewe nikusaidia. Mwanzo target zetu ilikuwa ni kushinda mechi ngapi? Kumbukeni vizuri. 14. Tukasema 10. Tunashinda mechi 10 tunachukua point 30 tunaunganisha zile 6 tunakuwa 36 tunabaki kwenye ligi. Kwenye 10 ukatoa zile mechi kama Yanga. Ndio hizo 4, hizo mechi 4 hizo nilizitoa. Yanga niliondoa mapema kabisa. Na kweli Yanga tukafungwa. Tena goli. Sasa hivi tunatakiwa uondoe Azam na Simba. Sasa kwa sababu kuna target huko zimeshapoteza zile sare. Lazima tukapambane kwenye zile mechi za Azam na Simba ili tufidie. Yaani unaona kwa sababu si kama tungeshinda hizo za nyumbani. Simba na Yanga sisi ile Azam na Simba tungekuwa tunaenda kucheza tukiwa tunajua lote tunaweza likatokea. Sema pia wakati mnafikiria hizo kupata hizo pointi 12 pale, wakati huo mnakuwa mnamwangalia Kagera bado anaendelea kufanya anayofanya. Ndio maana nikasema kuanzia mwanzo anayenitisha mimi sasa hivi. Yaani mimi mmoja kitu ambacho nilikuwa sitaki ni Kagera kubadilisha benchi la ufundi. Yaani mimi moja kwa moja kwamba yani target kubwa ya kwanza kabisa ambayo yeye anaamini kwamba ndio imewaharibia zile sare ambazo zote ni wapi? Nyumbani. Na zile sare kweli kwa sababu kama angeshinda zile sare ungekuwa na point ngapi? Angekuwa na 20. Hebu tukiangalia mahesabu ya kutoa ya kuzitoa, mimi nataka bado na hamu. Kwa hiyo nataka tuzitoe zile za Simba na Azam. Simba na Azam. Alafu tushinde zile zote, tubaki na 2 za nyumbani akiwemo huyo wa Prison. Nipe na 2 za ugenini. Na 2 za ugenini. Sasa ugenini unashinda? Nitashinda. Utashinda vipi? Yaani wakati nyuma hujashinda. Ngoli ana sisi Bernard Morrison anakaribia kurudi. Wamebadilisha taji. Hata akirudi ni mechi hizi 2 haziwezi kutusaidia sana. Sisi away mzunguko wa pili tumekusanya pointi 10. Chini ya mechi ngapi? Tumecheza mechi ngapi si mzunguko wa pili? Zimebaki mechi 7 huko. Sisi tulikuwa na mechi 14, tumeshacheza mechi 7. Tumekusanya pointi 10. Mechi hizo 7 zilizobaki tukichukua tena 10 tuna 26. Pale bado tuna nafasi ya kuomba Mungu. Maana kuna kuomba Mungu katikati hapo basi kama ndio hivyo. Yaani sisi bado tuna nafasi ile. Kwa hiyo tutakuwa tumeluzi sisi pointi 10 kati ya zile ambazo tulikuwa tunazitarajia. Pamba ana mechi 5 nyumbani. Nani? Pamba. Yaani Pamba kabakiza katika 7. Unajua sasa shida inaanzia hapo nyumbani. Shida sababu hapa shida ninayoiona ni kwamba sisi tunapambana mechi nyingi ambazo tunazo ni hizo za wale ambao tunashindana nao kule chini. Sasa unafikiri bado tuna mechi na Namungo pia. Sasa hakuna ngine mechi ni ngumu kama ni zile ambazo wote wanapambania kushuka daraja. Ndio maana nikasema mwanzo. Yaani sisi za nyumbani hata za Simba na Azam nazo ziwekeni ni za kwetu. Ndio maana unaona kama mwisho siku yani hesabu alizokosea Ken Gold mimi naona kabisa kwenye mzunguko wa kwanza. Naamini kama ungefanya usajili ambao umefanya katika dirisha dogo. Hata sheria ya ligi tumefanya mzunguko wa pili. Yaani Morandi hapa tuzungumzia mzunguko wa kwanza. Kwa sababu mzunguko wa pili Ken Gold ilisharudi. Yaani imesharudi. Yaani zile mechi mbili zile ndio shida. Yaani ndio maana mimi nimesemeje nani Chelsea kwa maana kwamba mwisho siku naona kabisa kwamba sare ya KMC na Mashujaa. Yaani sare ambazo kabisa zile zimeharibu sana ile. Afrika tayari yani kabisa tayari. Kwa sababu yani leo tunazungumzia 22 leo hapo ukiangalia msimamo. Angalia mtu wa 13 ana pointi ngapi? Mtu wa 13 Pamba Jiji ana 22. Mtu wa 14 wa 14 Kagera Sugar na 19. Maana kama Ken Gold angeshinda hizo mbili zile mbili hizo zilizopita. Ken Gold leo tunamaanisha yuko nyuma ya Pamba kwa pointi 2 na angeshatoka chini. Haya. Hiyo ni kwa upande wa huku chini, japo mambo ndio kama hivyo na timu ya Ken Gold. Pale juu mpaka mechi ya jana kimahesabu calculation mechi wale wakubwa pale juu wametai michezo yote 22 kwa 22. Wakiwa na tofauti ya pointi 1. Tofauti magoli 5. Utofauti kati ya mtu wa pili na watatu ni pointi baada ya magoli mengi ya jana Simba. Tofauti ni magoli 5. Punguza idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo Simba imefanya calculation pia mahesabu pamoja na point. Magoli pamoja na point. Kuna mtu nilikutana naye jana akasema kinachowatisha sasa hivi kwa Yanga ni idadi kubwa ya magoli ambao wanafunga. Kwa sasa hivi ni lazima nao wafunge idadi kubwa ya magoli. Na ukiangalia hapo yani mtu wa tatu na wa pili gap ni pointi ngapi?
watatu na pili. Singida na Wa Azam. kwanza na pointi 58. Wa pili wa kwanza ambaye ni Yanga na pointi 58. Wa pili ambaye ni Simba na pointi 57. Wa tatu ambaye ni Azam FC ana pointi 48. Wa nne ambaye ni Singida Big Stars ana pointi 44. Umeona nini? Kwa hiyo maana yangu ni kwamba sasa hivi mbio za ubingwa zipo kwa timu tatu tu. Yaani kimahesabu ya kimpira. Yaani ziko kwa timu tatu sasa hivi ambao ni Na mbio za kubaki Simba na international. Azam. Kwa sababu gap la pointi 13 kati ya mtu wa pili na wa nne. Yaani ni ngumu sana wa nne kukapitalize hizo point kwa hizo timu zote tatu ambazo ziko juu. Hapo unapozungumzia pointi 13 unazungumzia kwamba zimebaki mechi ambazo zina pointi 21, si ndio? Yaani na maana kati ya mechi 7 Singida anakiwa yani Yanga na Simba zipoteze mechi 5. Singida ashinde mechi 5 Kitu ambacho ili awe katika resi ya ubingwa. Kwa hiyo ndio maana nikasema ni kwamba hapo sasa hivi mbio za ubingwa ziko kwa timu tatu tu. Simba, Yanga na Azam. Yanga, Simba na Azam. Okay. Yanga amebaki dhidi ya Tabora ugenini. Unajua ugenini na kuna mata sawa. Ambayo inaweza ikawa nyumbani, inaweza ikawa neutral ground pia. Nyumbani bwana. Yanga dhidi ya Coastal Union. Nyumbani ugenini. Nyumbani. Yanga wakiwa nyumbani. Yanga dhidi ya Azam ugenini. Yanga dhidi ya Fountain Gate ugenini. Yanga dhidi ya Namungo nyumbani. Yanga dhidi ya Prison ugenini. Yanga dhidi ya Dodoma nyumbani. Alafu Yanga dhidi ya Simba. Tumebaki hewani. Wewe umeipanga mwishoni. Wewe kama umeipanga mwishoni hapo. Sasa anasoma gazeti lilivyoandika. Gazeti nalo limeweka. Pale mwisho. Si pale sijapangiwa tarehe. Inawezekana hapa juu, inawezekana ikawa inawezekana yani ya mwisho. Yanga basi atupe. Yanga dhidi ya Simba Aprili mosi. Inawezekana. Why Aprili? Yaani tukirudi vile tunarudi tu tunakutana. Si mechi ya kiporo? Si mechi ya kiporo kama jana. Kiporo inapangwa muda wote. Kuna Simba, twende kwa Simba. Simba. Dhidi ya Mashujaa. Hapo Yanga ana ugenini ngapi? Ugenini 1 2 3 4 4 3 nyumbani. Twende Simba. Okay, Simba. Mashujaa dhidi ya Mashujaa nyumbani. Dhidi ya JKT Tanzania ugenini. Dhidi ya Pamba Jiji nyumbani. KMC nyumbani. KMC ugenini. Singida Big Stars nyumbani. Hivi Yanga anacheza Singida Big Stars. Yanga sishamalizana. Ken Gold ugenini. Kagera Sugar nyumbani. Na hiyo ambayo haijapangiwa. Hiyo ugenini. Kwa Simba na mechi 2 tu za ugenini. Za kutoka Dar, Simba anatoka mechi moja. Kutoka hapa Dar es Salaam mpaka sasa. Simba na nyingi nyumbani. Yaani kutoka hapa Dar es Salaam. Achana na hizo ambao unasoma nyumbani na JKT, nyumbani na KMC. Ukizungumzia ugenini zitakuwa ni 3. Lakini kutoka Dar es Salaam Simba ataenda Mbeya tu kucheza na Ken Gold. Hapo akishamaliza atabaki hapa Dar es Salaam mechi zote. Mimi nilivyoiona ile mechi ile ya Simba na Yanga kama itakuwa ni mwisho. Haiwezi kuwa mwisho. Itakuwa ni mwisho. Morandi unaonaje? Kama ikiwa mwisho. Kana jibu. Kama ikiwa mwisho mechi ya Simba na Yanga. Yaani ndio ya kufunga msimu. Tutarudi twende kwa Ali Bakari. Ali Bakari yuko mtaani. Ali, mambo yanaendaje? Ligi imesimama. Tunapisha timu ya Taifa Stars. Lakini ikirudi tu mambo yanakuwa si mambo. Naona huko katika eneo la Temeke
maeneo ya hospitali hapo. Naam. Na kuna hilo ni wingu ama ni nini? Maana kama mvua inataka kunyesha ama yani, au bado hakuja kucha vizuri. Filipo Cyprian, nafikiri ni kwa sababu wewe unaitazama hii picha kutokea kwenye skrini, ndio maana labda unaweza ukaona kama kuna wingu fulani, lakini tukiangalia huko angani, kiukweli vijana huwa wanasema ni Chelsea, kwa maana ya kwamba ni blue kabisa. Hakuna dalili yoyote ya wingu, na jua linaendelea kuchangamka hapa, na kama ulivyotangulia kusema ya kwamba tupo hapa eneo la Temeke hospitali. Ngambo ya pili hapa kuna stendi, huko unaona hiyo picha, unaona picha kubwa, bila shaka unaweza ukaona hiyo ni hospitali, lakini upande wa pili huku ndiko kuna stendi, na pembeni hapa kuna kibanda cha magazeti. Tumekuja hapa pamoja na mwenzangu Hassan Nasibu ama Hansi, ndiye ambaye yupo nyuma ya kamera. Mmejadili mengi hapo, kiwemo kikosi cha Taifa Stars ambacho kimetangazwa jana, lakini pia mmejadili zile timu ambazo zinashika mkia katika msimamo wa ligi. Wapo wanaotetea hapa, nimewasikia, lakini pia mmezungumzia na mechi ya jana, Simba Sports ikimchapa Dodoma Jiji magoli 6, na hayo ndio ambayo tumeyakuta hapa. Unajua asubuhi hii watu wapo na harakati za maisha. Kuna nyakati unakuta watu wamejaa hapa, lakini kuna nyakati watu, kwa sababu hapa pia pembezoni kuna stendi, kwa hivyo kuna nyakati watu wanakimbia kuendelea na harakati za maisha. Hapa bwana, magazeti yaliyopo Filipo Cyprian, ni gazeti la michezo ni moja, hili hapa Mwanasport, ambalo lenyewe habari kubwa iliyopo hapa inasema hapo vipi, swali hilo linauliza. Huko pembeni wakiweka takwimu mechi zilizochezwa hadi sasa katika ligi kuu bara iliyosimama kupisha kalenda ya mechi za kimataifa ambayo ni 181 ndio mechi zilizochezwa. Alafu huku upande wa kulia ni idadi ya magoli ambayo tayari yamefungwa katika ligi hii ya msimu kuu wa 2024-25. Naona kuna wachezaji hapo Selebwenzi, namuona hapo Faisal Salum, Jonathan Soa, kule Mzize, Ahwa. Ni wachezaji ambao wameipamba na kuinogesha ligi yetu hii ya msimu. Tuangalie Mwanasport, Mwananchi kwa upande wa nyuma wenyewe anasemaje? Anasema Kibu amaliza ukame wa siku 495. Ni zaidi ya mwaka mzima. Zaidi ya mwaka. Kibu Dennis. Wakati nasoma hivyo, hizo takwimu kuna watu walikuwa wanacheka. Ni kweli zaidi? Ni zaidi. Habari gani kwanza? Sasa bakia muda mfupi tu, kama mwezi mmoja yafikishe miaka 2. Alikuwa amebakisha mwezi mmoja afikishe miaka 2. Miaka 2. Wewe shabiki wa timu gani? Yanga. Wewe unaitwa nani? Joseph. Kwamba alikuwa amebakisha siku kama mwezi mmoja hivi afikishe miaka 2. Ulivyoona jana amefunga. Ya mwisho yeye ni ile aliyofungwa goli 5. Ya mwisho ile. Akafunga goli moja. Akafunga goli moja. Baada hapo akazimika kabisa. Ilikuwa aje mpaka ikatokea hii? Hebu hoja ndio hao ndio wazungumzaji vizuri hao. Wewe huwezi kujua kwamba kimemsibu nini Kibu Dennis akakaa siku zote bila kufunga. Sasa nadhani hakujiamini zaidi atakoendelea. Yaani ile baada ya kucheza ile goli nadhani yani ule uzoefu kama umemshinda sasa. Ile kama alifunga kwa bahati mbaya. Bahati mbaya ile. Tafadhali. Hakuendelea kufunga zaidi hapo. Ngoja nikukumbushe, kabla ya kufunga goli lile siku ile katika mechi ya 5-1, Kibu Dennis alifunga katika ushindi ambao Simba aliopata 2-0, ndio pale likazaliwa jina la Kibu Mkandaji. Unakumbuka? Nakumbuka. Sasa Kibu Mkandaji alafu unasema alifunga kwa bahati mbaya. Sasa Kibu Mkandaji kwa goli lile baada ya kufunga Yanga akaonekana Mkandaji, kwa sababu ukifunga Yanga lazima utapata sifa. Kwamba hiyo Yanga ina kitu gani mpaka upate sifa? Kwamba ni kuifunga timu ambayo ina kiwango, yani ni sifa moja wapo. Ndio. Haya, hebu ngoja tumsikilize kwanza shabiki wa Simba. Kuna shabiki wa Simba? Bana, wewe shabiki wa timu gani? Mimi Mwananchi. Wewe naye Mwananchi? Fulu. Ulivyomuona Kibu Dennis jana amepata goli, ukajisikiaje? Yaani nimeona ni jambo la kawaida sana. Kwa sababu yule sio mfungaji. Ni mtu wa kubahatisha tu yule. Sio mfungaji. Kibu anabahatisha. Hawezi kukaa eti sijui miezi 8 9 eti hajafunga au mwaka hajafunga. Yule anabahatisha. Ni mtu ambaye analijua goli. Anajua kuzitafuta nyavu. Kila siku anatupia tu. Sawa. Hebu ngoja twende kwenye Simba yao. Hebu Benshika, hebu sogea. Bwana, mambo fresh baba. Haiwezekani Simba ikae kinyonge na kati wewe upo hapa. Watu wanasema eti kweli alibahatisha Kibu. Kibu habahatishi.
Kibu habahatishi. Kibu yani anajituma kwake ndio anapata ushindi, ndio anapata mabao pale. Bwana mambo. Asa vipi? Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Kasim. Hebu wajibu hawa wote mashabiki wa Yanga ambao wamemzungumzia Kibu. Hao mwenyewe washasema washabiki wa Yanga. Sasa mimi mshabiki wa Yanga anaweza akazungumzia Simba kwa mazuri. Yeye lazima ikanyagie tu. Unaona bwana? Hawezi kupendelea. Mchezaji anapocheza uwanjani sio lazima ashinde. Unaangalia performance yake ya uwanjani jinsi gani ambavyo anavyocheza. Mwingine inawezekana anajituma kwa kucheza vizuri kwa kuwatengenezea watu wengine washinde. Na ndio Kibu Denis, hiyo ndio ya kwake ilivyo. Unaona bwana, ndio yani hiyo ndio information ya kwake. Anajitutumua kujituma, anawatengenezea watu wengine wanashinda magoli. Ndio mchezaji inavyotakiwa uwanjani, uonyeshe umuhimu wako katika uwanja, sio lazima ufunge. Umeelewa bwana? Huo ndio uwezo wa Kibu Denis. Hayo masuala ya kumfunga Yanga nini, sisi tunaona kawaida tu. Mnafunga Yanga kitewe nini sasa kumfunga Yanga? Tunafunga watu wakubwa huko juu. Unaona bwana? Yanga leo hii aje kujisifu kwa sababu sisi tumemfunga ama Kibu Denis kamfunga, ndio iwe nini? Sisi marumbano katika ligi ya mtaani hapa ya nyumbani hapa sisi hatuna mipango hiyo. Ukizungumza masuala ya kimataifa ndio sisi ndio kimataifa, so wao wamejipachika tu jina. Unaona bwana? Wao wamejipachika tu jina la kimataifa, lakini sisi ndio tuloleta nchini hii katika nchi mabadiliko ya kimataifa, ndio sisi ndio tumeyaleta. Wewe mwenyewe unajua. Tunaingia robo miaka 4 mfululizo bila wasiwasi. Tumeleta kombe la Super Cup hapa sisi hapa wekundu wa Msimbazi. Super Cup michuano Cup si michuano ya nini yani ya Sudan. Ya Sudan. Kaja mzee Wenga hapa mjomba kwa mara ya kwanza kamuona nani? Sasa ulileta kombe au michuano ilifika hapa? Michuano kufika hapa kwa sababu ya nani? Kama sosi. Kwa sababu ya sisi ndo maana yake. Sasa hawa wamekusikia. Njoo. Hana nafasi ya kushindana na sisi huyu. Njoo ndugu yangu. Bwana umemsikia ndugu? Namsikia shabiki huyo. Namsikia shabiki wa Simba. Hebu unamjibu? Sina kumjibu. Timu yake nzuri. Msimu timu yake nzuri. Kuna watu hapa pale wazuri. Kila Mpanzu jana umeangalia mpira. Kuna watu wazuri. Mpanzu Aua Kibu wanamsemea ana magoli yake mawili naona au sio, lakini ndio hivyo sasa. Ametukimbia kwa Mkapa kwa sababu gani? Amekimbia amekataa kutea timu nzuri. Sawa, hebu ngoja kwanza, umezungumzia kuhusiana na ubora wa wachezaji wa Simba Sports. Wewe sasa na Yanga yako, hebu tuambie, ukilinganisha Yanga na Simba hii ulioiona jana, unazungumziaje utofauti wao? Hamna utofauti, sema Yanga sisi tuko vizuri zaidi. Yule Mpanzo ndo akafanya labda na Pakome tu kwenye uchezaji kidogo wanaendana. Kazi ingekuwepo. Sasa najiuliza kwa nini wamekimbia? Wachezaji wazuri wengi, tena wengi wazuri Simba na wachezaji. Ateba tu pale na jana naona amemweka kipindi cha dakika 15 za mwisho na muingiza yule Galasa. Sawa. Ngoja. Sasa katika mbio za ubingwa sasa hivi tofauti ni pointi moja, tuna timu zote zimeshacheza. Yaani nyinyi mnalingana michezo na Young Africa. Yaani Yanga na Simba wanalingana michezo. Hebu tuambie sasa kwenye mbio za ubingwa hapo unaonaje? Mbio za ubingwa sisi kombe tunachukua kwa sababu sina pointi 3 za bure kwanza mbele huko. Tunachukua kombe bila ubishi. Kombe tunachukua kiongozi. Hebu ngoja mzee wangu hapa nimsikie. Huyu bwana unaonekana upo serious kweli kweli. Wakati anazungumza shabiki wa Simba hapa. Hebu sogea shaka, sogea kidogo. Hebu kuna mwingine yote hapa. Hebu wewe njoo. Njoo kwanza. Mambo fresh mwanangu. Bwana anasema tu wanachukua kombe. Wachukue kombe wapi hawa? Hawa wanaota wewe bwana. Wanaota, wanagopa mbuzi hawa. Umeona wanagopa mbuzi. Watu wanaingia uwanjani wanakuambia wamekuja na mbuzi. Wanagopa mbuzi? Wanagopa mbuzi hawa. Wewe unagopa mbuzi? Sasa mtu akupaje mbuzi? Mbuzi namtafuna kila siku nilegope mbuzi. Sawa. Wanagopa mbuzi. Sawa. Filipo Cyprian, mimi naomba nirejeshe matangazo kwako. Haya ni mambo ambayo yapo katika vijio vya magazeti na bila shaka mtazamaji wa kurasa za mwisho wameenjoy, na mengine hapa ni ya utani wa jadi. Usiashike ukakaza ubongo. Haya ni ya utani wa jadi katika kijio hicho cha magazeti. Nirejeshe matangazo kwako Filipo Cyprian. Nimemwona Msela hapo kamaliza hapo kwamba namtafuna mbuzi afu huyo kaingia mtaani Msela. Haya bwana, asante sana Ali, ukitokea katika viunga vya Temeke hospitali, hasa ile eneo lile ni maeneo ya Temeke hospitali. Kibu amaliza ukame wa siku
495. Yule mzee akasema ilibaki kama mwezi tu hivi. Mzee akasema kama mwezi tu hivi angetimiza miaka 2. Ndio. Alipiga calculation ya mwaka. Yeye alipiga calculation ya mwaka siku 360. Kwa akasema yani hapo ungongeza hapo ukibaka mwezi tu anatimiza miaka 2. Sasa hajafunga. Haya, amefunga na ni goli lake. Jana Moscow na magoli 4. Funga 2, ameassist 2. Lakini mimi napongeza kiwango cha Kibu. Unaweza usimuone akifunga lakini anahusika katika magoli mengi sana. Na amekuwa akijitoa mwanga sana katika vitu vingi. Sasa ndio maana kila kocha akija Kibu anapata nafasi ya kucheza. Pamoja na kwamba huwa afungi sana. Na ndio mchezaji ambaye mabeki wengi hawapendi kukabana naye. Yaani hata ukiwauliza mabeki wengi wa ligi kuu. Anamtaja Kibu kama mchezaji ambaye hawapendi kukabana naye. Kuna interview moja alikuwa anasema huwa anafurahia zaidi kufanikisha magoli kupatikana timu ishinde. Yaani mara nyingi anasema anafikiria. Hata mimi siasikia. Anafurahia sana jana alifunga goli lake la kwanza alikuwa anafuta kama vile ameondoa gundu. Haya, Kibu kwa hiyo Kibu ana magoli 2. Tupo kabla ya kwenda kwa gazeti la Uhuru atulipitia. Gazeti la Uhuru limesheni wachezaji wa Simba hasa katika mechi ya jana. Aua ambaye amekuwa na kiwango kizuri sana hapa nchini. Yaani sikia wachambuzi wanazungumzia Aua wakimlinganisha na Chama kwamba aliondoka Simba kuja Yanga kwa kaziba gepu la Aua kaziba gepu la mafikirio ya mashabiki. Unajua msimu bora kabisa wa Chama ndani ya Simba. Msimu bora kabisa wa Chama ndani ya Simba. Alipiga pasi za mwisho 14 na alifunga mabao 6. Huo ndo msimu bora kabisa wa Chama. Sasa ukiangalia contribution hapo maana yake ni mabao 20. Sasa ukiangalia Awa 18. Ana 18. Bado mechi. Yaani pamoja na hizo contribution usiseme kwamba magoli pamoja na hizo contribution. Goals contribution. Hadi sasa hivi ana 18. Maana yake katika mechi 7 zilizobakia Awa anahitaji contribution ya goli 3 tu avunje rekodi ya Chama. Kwa bado hajaifunja. Yaani bado goli 1, bado goli 2 afikie. Yaani bado ahusike na goli 2 ili afikie rekodi ya Chama. Lakini unajua kwamba unazungumzia assist. Yaani assist pamoja na kufunga. Kwa sababu kama assist au mpaka sasa hivi amefikisha assist 6. Chama alifikisha assist 14. Lakini sasa contribution. Sasa hapo Awa amegawa kufunga na kuassist. Kitu ambacho nimekipenda sana kwa mfano kwenye ligi kuu msimu huu. Unajua ukiangalia wachezaji, kuna wachezaji ambao wameweza kuwa na balance nzuri. Unaona mtu kama Prince Dube kwenye kufunga akafunga goli 10, ana assist 7. Goal contribution 17. Yaani unaona kwamba habahatishi kwa hicho anachokifanya katika eneo la ushambuliaji la Yanga. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao of course inawezekana labda watu wafurahishwe na namna yao wanavyocheza, lakini namba ndo unajua mpira sasa upo katika namba. Yaani ukiangalia watu wengi wao wanataka awe kama acheze kama anavyocheza Chama. Lakini ukiangalia ana style yake. Ndio kama ambavyo watu wengi wanataka Dube acheze. Yaani watu wanavyotaka Dube acheze, wanataka acheze kama Mayele. Acheze kama Mayele. Lakini ukiangalia anahusika na idadi kubwa ya mabao kumzidi hata Mayele. Ni kweli. Ni kweli. Ana style yake anayotoka nayo katika mpira wa miguu. Haya, tunahitimisha. Kuna mechi nyingi zinazofuata. Jumanne kuna dabi ya wanawake Simba na Yanga. Simba na Yanga. Yes. Mechi. Hiyo ni mechi. Hiyo mechi kweli. Yaani hiyo ni mechi kweli. Mechi kweli. Yaani mechi kweli. Na performance ya Yanga Princess kwa siku za karibuni ndio zinaifanya mechi iwe ngumu. Lakini Chazi wameimprove kiukweli. Yaani wanasema baada ya kuchukua kombe kule Arusha. Mnyongeni yake mpeni. Yanga Princess wameimarika sana msimu wa pili. Lakini improvement yake imetokana na nini? Na usajili baadhi ya wachezaji.
kuna wachezaji ambao wameongeza. Sikose kama 4. Dirisha dogo. Kama 4 wameongeza. Kuna mmoja ametokea yule Burundi, kuna striker mwingine mpya wameongeza. Kama 4. Nafikiri wote ni international players. Na bado hata kuna wandani pia. Na kuna kipa mmoja ametokea Simba. Wamemchukua Zubeda alikuwa Simba. Wamemchukua Diana yule beki wa kushoto. Ambao kweli wamekwenda kuiongeza performance. Walio kumfunga JKT 3. Sio mchezo. Sio jambo la rahisi. Mimi mwenyewe nilishangaza na ile matokeo kweli, nikasema hii Yanga kabisa inafunga JKT goli 3. Ukiangalia Simba ambayo iko strong unajua. Nasema hata ile mechi yao kufunga JKT walikuwa wanateseka sana. Ilikuwa ni nusu finali, ile ya nusu finali ile walioshinda 7. Hata wale sio timu ile haikuwa sio kwamba ni timu dhaifu, lakini walishinda 7. Tuliona walipokuja kucheza na Simba mechi Jumanne Fountain Gate, Jumanne uwanja wa KMC. Maana kuna story itaonyesha. Kuna story hapo nyuma na kuhusu Carabao. Carabao kesho bwana. Carabao finali kesho, Liverpool na Newcastle. Tunaionyesha hii mechi, tutaionyesha. Kwa hiyo kuna mashabiki kindaki. Unajua katika kuiangalia mechi wiki hii tupo tunaiangalia Liverpool. Ukiangalia Liverpool kuna mashabiki ambao wale wapo kina Nyembera, kina nani. Ukiangalia Newcastle United nikupo napata majina nashindwa kuthibitisha. Jakaya mmoja hapo. Mheshimiwa Jakaya. Newcastle United. Mheshimiwa Jakaya ni Newcastle ile kindaki. Ndio mwanachama kabisa. Mimi na jirani yangu mmoja rais wa Zanzibar kabisa. Rais wa Zanzibar sijajua timu yake. Kuna mtu aliniambia kuhusiana na viongozi ambao wanapenda Newcastle. Nikaiangalia na mwingine akatoa maoni kwamba kutokana na upendaji wa timu hizi zinatokana na hasa kwa Watanzania wengi zinatokana na kipindi hiko timu hizi zilikuwa ni vigogo. Ni sahihi. Na unajua kule Uingereza watu wanapenda timu za vitongoji vyao. Kwa maana kwamba yani pale kwa mfano KMC pale. Sisi eneo letu kwa mfano KMC labda timu ni KMC. Kwa wale wakazi wa eneo lile, ile ndio timu yao. Ile ndio timu yao yani wanakopa yani kindaki. Tofauti na sisi huku kwetu kindaki yetu tunazijua wenyewe. Na hiko na kindaki wa hizo pia. Kuna kindaki wa hizo pale. Umeona? Kwa hiyo hii mechi bwana ni dabi. Liverpool ni moja ya timu ambayo ina mashabiki wengi sana wakongwe. Yani wakongwe, alafu watu fulani hivi wanajua mpira. Yani wenyewe ukikaa nao. Yani kila saa wenyewe wanaamini kufundisha tu mpira. Yani wenyewe wanajua mpira sana. Au wenyewe unao wataja wote wanajua mpira sana. Yani ukikaa nao kuangalia mpira na wenyewe wanakufundisha, alafu wana historia sana. Kuna siku moja tulikaa ni Liverpool. Ni Liverpool. Kwa hiyo familia kuna mgawa mmoja tulikaa hivi staff inagawanyika. Kesho familia mheshimiwa rais inagawanyika. Baba sasa nikaona kuna finali fulani kupo ni Liverpool na AC Milan nafikiri. Tulikuwa tumekaa tunaangalia ya UEFA. Ndio nikajua kwamba Ridhiwan naye afu wanapenda sana kuvaa jezi ya timu yao. Liverpool wanapenda sana kuvaa jezi ya timu yao. Alafu jezi zao nyingi wanapenda kuvaa OG. Yaani sio watu fulani hivi wamejitenga fulani. Sasa ukitaka kujua kwamba wamejitenga, hawataka kusema sana lakini wametenga. Lakini wanajua mpira sana, ni ubishi nao uwezi. Wakati wa Simba na Yanga sasa. Wale ambao ni wa Simba. Wale ambao ni wa Simba. Wakiona hapa kuna mauzauza ya uvaaji wa jezi. Anatinga ile ya Liverpool. Anapotezea Manchester Arsenal Kuna ile pale kwamba ukimfuata pale bwana mimi Liverpool. Shabiki mpira bongo. Shabiki mpira bongo. Mimi ni Liverpool. Kwa hiyo basi kesho tuna mechi nzuri sana. Mechi nzuri sana ya finali ya Carabao Cup na tutaonyesha. Newcastle na huyo Isaac fundi kweli. Huyo striker anajua mpira sana. Kama Msomali hivi. Ndio anapambana na Salah kwa ufungaji wa kwenye Premier. Haya jamani, kwa hiyo tusikose finali hiyo, na pia kuna ligi nyinginezo ambazo zitaendelea hapo baadaye leo hii. Kwa hiyo usikose kuzifuatilia, ziko nyingi sana. Wakati huo ambapo tukiwa wenzetu sisi tumemaliza jana kusimama kwa muda, lakini wenzetu mpaka itakapomalizika siku ya Jumapili kesho
ndio timu zao za taifa zitaanza kujikusanya. Kwa sasa tuna mengi, kuna Philip Cyprian pamoja na Charles Abe, Judith na Molandi katika kuletea yaliyojiri katika magazeti na yanayofuata katika masuala tofauti. Kumbuke kwamba wakati huo Singida Big Stars nao wanazindua uwanja wanazindua uwanja wale. Okay. Kwa hiyo nilikusikia tamati ya kipindi cha kurasa za mwisho. Haya mengineyo basi tutayatafuata wakati mwingine.